Siku hizi baadhi ya wanawake huko duniani wanaonekana ndio wanaoongoza katika kutunza familia na wala sio wanaume. Tatizo liko wapi? Hapo sisi tumeanguka wapi? Na kama tujaanguka, tutajitetea kwa niaba yetu sisi na kwa niaba ya wale wengine watakao tufuatilia. Wapo baadhi ya wanaume wasio na mpango katika familia zao. Mwanaume ni mpango, mwanaume ni mipango. Kwa hiyo kama una mipango, aliyetakiwa kutoa mipango hajatoa mipango na mwingine akatoa mipango, kwa hiyo wewe utakuwa mwanaume sawa. Lakini kama una mipango ya familia, hapo kuna shida. Kama haitoshi, kuna baadhi ya wanaume wanatunzwa na tena wengine wanalelewa na watu wanaoitwa siku hizi mashangazi. Kwa hiyo mwanaume ambaye anatunzwa na mashangazi, tutawaona, tutaongea muda ukiruhusu, wana nafasi yao pia. Mwanaume ni maono, vision. Tujiulize, hivi kweli siku hizi wanaume tunayo maono au maono yako kwa wanawake? Wanaume siku hizi tunaona au wanaoona ni wanawake? Tunayo maono, tunayo vision ya familia, vision tunayo. Mwanamke aliumbwa kuwa msaidizi wa mwanaume. Sasa kuna mahali mwanamke ndiye anayesaidiwa na mwanaume, hata uwezo wa kufikiri. Wewe unatakiwa kumsaidia. Sasa yeye ndiye anayekusaidia wewe. Anakusaidia, jamani, si unajua baba wawili, si unajua tuna chumba kimoja, tujenge chumba cha pili, mtoto huyu ana miaka 10 sasa. Yaani yeye ndiye anakusaidia kufikiri kuongeza chumba kingine. Wewe hauwezi kufikiri kuongeza chumba. Yeye ndiye anayekusaidia kufikiri kulima. Yeye ndiye anakusaidia kufikiri kufuga. Yeye ndiye anayekusaidia kufikiri. Yaani yeye ndiye anayefanya badala yako wewe. Wewe unaanza kulelewa. Ila sio ninyi, yule mwingine aliyeko kule, sio wewe. Sio ninyi, yule. Mwanaume hakutokea kwa bahati mbaya au kwa ajali. Alitokea kwa mpango wa Mungu. Kwa hiyo ulizaliwa ili uwe na majibu ya watu wengine. Kwa hiyo mwanaume asiye na majibu, huyu ana jinsia ya kiume hata kama ana familia. Mwanaume anatakiwa kuwa na majibu. Hata akiwa hospitalini amelala kitandani, ataulizwa, sawa, jioni tunaleta wali, tutumie nyama au mchicha, mboga za majani? Ukidai nyama watakuuliza, ile hela nyingine ulikuwa umeweka wapi? Usije ukajidai kwamba umelala kitandani hauna majibu. Umelala kitandani, inabidi uwe na majibu ya chakula kinacholetwa. Ndio maana yake. Uongo kweli? Lakini pia umelala kitandani, watauliza, hivi zile hati za nyumba bado uliziweka eneo sahihi au tuzifuatilie? Usiulize, jamani mimi nakufa ndio hivyo. Ulitakiwa kutoa majibu. Ndio kazi yako. Mwanaume ni majibu. Amen? Uongo kweli? Kwa hiyo hata ukiugua uwe na majibu. Sio kasema mimi nimeugua. Ukiugua uwe na majibu. Usiwaambie watu mimi sina majibu. Kuugua ni hatua ya kwanza, lakini majibu inatakiwa hata kama umeugua. Hapo ndo utaelewa kuna kuwa mwanaume na kuwa jinsia ya kiume. Ndugu yangu, kuzaliwa mwanaume ni pamoja na kuwa kiongozi, kuwa baba. Kuwa mwanaume ni utambulisho. Kuwa mwanaume ni urithi. Kuwa mwanaume ni hatima ya jamii na kanisa na hata taifa. Kwa hiyo mwanaume, jitambue. Mwanaume kwa asili hawezi kufanya jambo moja kwa wakati mmoja, na chochote anachozungumza au anachofanya ni matokeo ya kile anachofikiri. Mwanaume zaidi huendeshwa na hisia, au huendeshwa na uhalisia, yani facts.
bali mwanamke huendeshwa kwa hisia, yani feelings. Kwa hiyo ni vitu tofauti. Wewe unaamua kwa uhalisia, ila yeye anaamua kwa hisia. Sasa utatofautiana na yeye kwa sababu yeye anaamua kwa hisia na wewe unaamua kwa uhalisia. Ni vitu tofauti. Tupo?